Watu wote wanaotusikiliza naomba umakini. Subject hii ni sensitive. Kweli. Hatuiongelei kama dini, tunaongelea kama sayansi. Sawa. Na mturuhusu twende kwa mapana. Kabisa. Watu wote ambao wanaishi kwa utambuzi, sio kwa ujuzi tu. Watu tunajua vingi lakini tunatambua vichache. Wote wanaoishi kwa utambuzi ni wale ambao wanaelewa kabisa kwamba kuna siku sitakuwepo katika huu mwili. Na wakati akiwa hai ataishi kwa heri. Na hao watu ni nadra sana umkute anakosa furaha. Kwa sababu anaelewa naishi hapa kwa muda tu. Nikiwa naishi hapa ndio muda wa kufurahi, ndio muda. Hakuna kitu kizuri kama ku-experience life hapa duniani. Kwa sababu tulikuwa nuru tu, alafu tukapewa mwili. Tunaishi ndani ya mwili. Ila bahati mbaya katika mchakato huo tunasahau kuna kufa na kuna kufariki. Ni vitu viwili tofauti. Watu wengi wanakufa, wachache wanafariki. Tofauti ni kwamba yule aliyekufa yeye mwili wake unaondoka na kumbukumbu zake katika utu unapotea. Wanaofariki ni wenye utu, wanaokufa ni wenye mwili. Andika. Okay. Watu wengi katika dunia hii, ili upime utu wa mtu, umwangalia na react vipi na matatizo. Akitendewa mabaya ana react vipi? Akiwa deceived, disappointed, fadhaishwa na mtu, anachukuaje hatua? Ana attachment asilimia ngapi na mwili wake? Kwa sababu wakati wote inabidi uelewe unaishi ndani ya mwili wako, ila wewe sio mwili wako. Takupa mfano mmoja tu. Upendo ndio na control asili ya utu. Na upendo ndio unaweza kujenga sekta zozote zile za maisha. Watu wengi tunaapa kwa upendo lakini hatuujui. Ndio maana utakuta ndoa nyingi sasa hivi zinaishia kwa taraka. Kwa sababu na hapa wakati wa shida na raha nitakuwa na wewe. Ila wakati wa shida ndio wanaachana. Ina maana unapendana kwa wakati wa raha, kumbe upendo hautafuti wakati wa raha. Upendo unaishi kwa shida. Upendo unaishi kwa mabaya na mapungufu. Sawa na nuru kuhitajika penye giza. Ukiwasha taa wakati mwanga bado mkali, hautaona impact yake. Let's get back to the topic. Watu wanaokufa ni wale ambao kumbukumbu zao zote zinakwisha. Na mwanadamu yeyote aliyefaulu ni yule ambaye aondoki mbali na watu walioondoka katika mwili. Emrudia tena hiyo daktari. Aliyenufaika, anayefaidi ni mtu ambaye, wote waliofanikiwa kisawasawa ni wale ambao hawaendi mbali na wale walioondoka kimwili. Unamaanishaje? Wanakuwa mbali na miili yao, lakini wale watu wako bado karibu na wao. Nakupa mfano mmoja dhahiri kwa taifa la Tanzania. Okay. Tunarejea kwa Mwalimu Nyerere. Mwili wake haupo, lakini utu wake upo. Na unaona hali nchi inavyokwenda. Kwa sababu ya utu ule uliotukuka. Turudi kwenye concept. Sawa. Concept hiyo ya kifo, uwezi ukaishi vyema usipoelewa kwamba utakufa. Swala la kuondokewa na mtu ni ambayo tunalifahamu siku zote kwamba duniani waga hatuishi milele. Kuna nyakati ambazo zinafika zinaondoka. Lakini sasa tumeanza kuona kuna tamaduni nyingi ambazo zilizokuwa zinaendelea nchini kwetu. Tunahisi tunaweza tukasaidiana katika hizo tamaduni kuona kwamba okay, kuna inaweza kawa iko sawa, hii haiko sawa, au that hapa tufanye hivi tuweze kuendelea mbele. Mimi kuna msiba watu wanavaa sare. Msiba tunavaa nguo nyeusi. Tunavaa nguo nyeupe. Kuna msiba zamani watu wanakata nywele. Kuna msiba kabla tujaenda kuzika lazima chakula kipikwe tule. Na usipokula kuna msiba kuna watu wanakuangalia. Alafu baadaye tusema hujaga halaki kwenye msiba. Lakini kadhalika kuna kitu kimoja ambacho mimi pia kinanishangaza sana dokta, kwamba anaweza kama mtu alikuwa ameugua na ameugua kwa muda mrefu na labda tumepata taarifa kwamba mtu huyu amelazwa na hali yake sio nzuri. Na huenda tungeenda kumuona, tungetoa machungwa shilingi 1000, machungwa shilingi 2000, lakini hatuendi. Tunasubiri siku amefariki, tunatoa mchango shilingi milioni 2, milioni 3. How is that? Sasa katika mila na desturi tulizokuwa nazo, hii kitu inatusaidia kweli? Which is better, kwamba kitu gani kizuri? Tungeenda kumuona wakati anaumwa, lakini hayo yote utayajibu wakati tunaendelea. Ila la kwanza utusaidie. Kwa nini watu wanalia kwenye msiba? Sio tu kulia, making it a big deal, yani out of it. Ndio tunaichukulia yani ni bonge ya ceremony.
Na vile vile Harris, mimi samani muongea vingi, kwa sababu umeongea, naomba nichomekeze na hiki. Marehemu ana Instagram. Nikuulize Harris Kapiga. Nashangaa. Marehemu ana Facebook. Marehemu yuko Twitter. Sio Twitter. Yuko kwenye WhatsApp group. Rest in peace. Sasa unaweka picha and then unaandika rest in peace, you gone too soon, I will miss you. Huyu marehemu atasoma? Asante. Tatujibu. Kwa nini watu wanalia? It's interesting topic. First, kwa kweli tunawasalimu wote ndugu wasikilizaji kwa upendo wa dhati, na topic hii ni nyeti sana kwa maisha ya binadamu. Kwani hakuna tukio maalum na muhimu kwa wenye mwili sawa na siku ya msiba. Ina maana siku ya msiba ni muhimu kuliko hata siku ya kuzaliwa. Kwa sababu ndio hitimisho ya finite. Kisayansi kuna sekta mbili, kuna infinity na finite. Finite ni sayari ya mipaka. sawa. Ukizaliwa tu utakufa. Ukifa unafanya transition, unaama. Kwa hiyo nyakati muhimu, sekta muhimu sana kwa maisha ya kuishi, na sisitiza sekta maalum katika maisha ya kuishi, kwa sababu kuishi hakupo pasipo maisha, ila maisha yapo pasipo kuishi. Sawa. You see? We're together. Kuishi ni experience. Mtu akiwa ndani ya mwili anapitia mapito hayo, tunaita experience, ambayo tunaita kuishi. Lakini kuishi ni maisha yanahitajika, yanafanya mtu aishi. Takupa mfano, kuna cells ndani ya mwili wako. Kuna cells ya ubongo zinazoitwa neurons. Hizo cells mtu akiondoka katika mwili zinakuwa wadudu. Cells zote hizo ni wadudu. Ndio maana mtu akioza wadudu wanatoka tofauti, lakini wa mwisho ndio wanakuwa wale funza. Kwa sababu wale wanakaa wanakuwa wanakulana kule ndani kwa ndani. I'm gonna give you an example. Bahari ni kiumbe, sio kitu. Bahari inapumua kabisa. Ukikaa karibu na bahari utaona kabisa bahari inavyopumua. Na ukitaka kuishi vyema, kujitibu depression kwa mfano, stress, kwa categories nyingi, hata bipolarity, unaweza ukakaa na unafuatisha pumzi ya bahari, na wewe unapata harmony katika rhythm ya mapigo ya moyo. Ni tiba. Bahari ni kiumbe. Bahari ni kiumbe. Ndani ya bahari kuna wanyama wengine. Samaki, nyangumi, mamba kai kule generally, samaki mbalimbali. So bahari, tuseme tupeleke mfano wa mto. Mto kisha kauka, samaki wale ambao hawawezi kuishi kwenye tope kama kambale wanakufa. Lakini hawafi moja kwa moja. Mtu akitoka katika mwili, vitu vingi ambavyo tunaitwa organs, kama moyo wako, moyo unaishi ndani ukiwepo wewe. Ni sawa na samaki wanaotegemea bahari. Neurons, cells ya mwili ni kama wadudu usipokuwepo. Ukiwepo wanakuwa active na wanaendeleza mtiririko wa maisha ndani ya kuishi. Kwa hiyo msiba, so when you die, kwa ufupi, ukifa zile cells hazifi. Ndio. Hazifi moja kwa moja, kwa sababu wewe ukifa wewe, yani wewe kwanza ufi. Mwili ndio unakufa. Mwili ndio finite. Tutafikia hiyo tutakapoweka, tutafafanua vizuri kwa kulia. Sawa. Kwa sababu tunaongelea sekta ya kulia, kwa sababu tunalia sekta mbili. Sawa. Ndio maana Arish amesema kuna wengine wanaajiriwa kulia, wanalia kwa sekta gani? Ndio tutaelewa hapa. Sawa. Well, topics za namna hii kwanza ndio inabidi muone machagua. Sawa baba. Kwa sababu watu wengi wafanikiwi kimaisha kwa sababu hawaelewi maisha. Sawa. So ukiwa unamfundisha mafanikio kabla hajaelewa maisha, ni sawa na kumwambia mauti kwamba ajitahidi kuwa na bidii. Sawa. Maiti mtu ameisha kufa. Sawa. Unamwambia sasa jitahidi kuwa na bidii wakati mtu hayupo tena.
Ni sawa na kumwambia mtu ujitahidi kufanikiwa maishani wakati haelewi maisha. Hayuko hai, hayuko active kimaisha. Ina maana hapo unapoteza energy. Vipindi kama hivi hapa ndivyo vinafaa. Mtaona hata watu wote wanaotusikiliza sasa hivi hadi tufikie hitimisho, something will happen. Amen. Now, turudi kwenye sekta hiyo ya msiba. Msiba ni mark ya hitimisho ya finite. Ni ishara ya mwisho katika sekta ya mipaka. Na hapo tunaongelea mwili. Sawa. Mwili ni wenye mipaka. Mwili unakufa ila mtu hafi. Sawa. Are you getting there? Yes, kabisa. Mtu hafi, mwili unakufa. Utaelewa sasa, na ndugu wote wanaotusikiliza leo wataelewa kabisa kwamba walikuwa wanakosea sekta maalum ya maisha. Ndio maana wengi wanakuwa na attention deficit hyperactive disorder. Maana yake ni tabia zile za kitoto. Yani mtu ana control na ana attention. Anashika hiki anaacha, anashika kila anaacha, anafanya biashara hii anaacha, anafanya ile, anaanza ndoa hii na kuisha, anaanza ile kule anaisha, anafanya, anasafiri, labda matatizo yake yataisha wapi? Anafanya kazi hapa anaondoka. Hadi unakimbia kivuli chako. Mtafika pamoja. Dokta, kuna nakumbuka nilikuwa mdogo na mpaka nimekuwa nayo. Kuna mtu aliniambia kwamba when a person dies, mtu akifa akiwa yuko pale kwenye jeneza, watu wanalia. Rekebisha kwanza concept hiyo, mtu afi. Haya, mwili ukifa. Yes. Hey! Tuko darasani. Uliza maswali vizuri. Mwili ukifa. Ule mwili ukiwa kwenye coffin, ukiwa kwenye jeneza, unakuaga yani mtu binafsi anakuwa anaona kila kitu kinachoendelea. Sasa sijui kama ni kweli, yani kwamba anaona Haris anagaragara pale analia, anaona Lily anasema yes ameondoka, yani msiba ana participate vizuri sana, kwa sababu as you said mtu hafi, ni mwili unakufa. Sasa I don't know if this is true, kwamba the spirit, roho inakuaga bado ina hover around kipindi cha msiba. Kwa sababu kuna swali moja tunadeal. Kuna swali moja na ile pale inakuwa swali lingine. Sawa, lakini limeletwa kwa sababu ya sentence uliyoisema. Yes. Well, mimi nikafikiri kitu kimoja Doctor, kwamba Lily anachokisema mimi nakihold, nitakikumbuka kwa sababu akili yangu iko vizuri, kwamba tuliuliza, ulikuwa unajibu swali kwa nini yes watu huwa wanalia, kwamba tumalizie hapo kwa hizo dakika 2 alafu tutarudi tu. Usipoteze hilo. Siwezi kulipoteza. Taliuliza. Niko makini kweli leo. Okay. Bahati nzuri ni domain yangu. Sawa. Ni sekta yangu ya kitaaluma. Sawa. Okay. So kuna namna mbili ya kulia. Unalia kwa dhamiri na unalia kwa akili isiyofikika. Wanaolia kwa akili isiyofikika ni wale ambao walikuwa karibu na huyo mtu na wanamfahamu. Okay. Na wanaolia karibu na dhamiri ni wale ambao wanatumia old brain, ubongo wa kale. Wanaji-identify kwa yule aliyekufa kama na wao pia watakufa. Lakini wale ambao wamefiwa na mtu wao wa karibu wanaumia na huzuni wao ni mzito, maumivu yao ni makali, wana grievance kutoka moyoni, akili isiyofikika. Kwa hiyo hao watu wanalia, tunalia tofauti. Kuna wanaolia kwa old brain ya wakifikiri, akili isiyofikika, wanaji-identify wenyewe kwamba na wenyewe siku watakufa. Lakini kuna wale ambao wanalia, grievance yao inatokana na akili isiyofikika. Walikuwa na personal touch kama baba, mama, kaka, dada, mtoto, mume, mke. Akifa, wale wa karibu na yeye waliokuwa wanamjua kwa karibu watahisi kabisa kwamba huyu hapa hatutamuona tena. Are you getting there? Tunarudi katika watu wa zamani. Watu wa zamani walikuwa na baki na historia za wahenga. Baba yetu alisema hivi, mama alisema hiki. Mimi ninayeongea na nini hapa sasa hivi, nakumbuka baba yangu wakati wote. Mwili wake siuoni, lakini yeye yupo, na kuna taswira potofu hasa Afrika. Kwa maana hiyo, okay, Nyerere alikufa, alifariki? Alifariki. Asante, tuendelee. Hapa kwetu Afrika tuko nyuma sana. Kuna mtu anasema
Afrika sisi tunakataa miko, tunakataa vitu vyetu, tunazingatia vitu vya wazungu. We got to be realistic. Mwenzako akifanya jambo ambalo linaeleweka kimantiki, ufuatishe. Leo hii redio tunaotumia sio teknolojia yetu. Ndege tunaopaa nao kwenda Ulaya sio teknolojia yetu. Sisi teknolojia yetu ni ungo. True. Ni ufagio. Nice. Ndio teknolojia ya kwetu. Upakia abiria unakwenda peke yako. Ukiwa uchi. Unaona sasa historia hiyo unaongezea pia vizuri. Kwa hiyo mtu sio kwamba vitu vyote wazungu wanavyovifanya ni sawa. Wanakosea tena sana. Okay. Kwa sababu sisi kumwamini Mungu tunawazidi wao. Wao wanaamini cosmic zaidi. Sisi tunaamini universal lakini bila kufahamu. Kwa kubahatisha, kwa bahati nzuri unakuwa universal. Na watu wa kupatikana design hiyo Afrika tuko wengi kuliko kule kwa wenzetu. Lakini wao cosmic wako fit. Ndio maana sayansi wamedevelop faster. Absolutely. Lakini sisi katika utu ule tuko karibu na kuishi vyema kiutu. Tatizo linatokea wapi? Kwa mfano, mtu akiondoka katika mwili, tofauti yake na wewe ni kwamba wewe na mwili yeye hana. Bas. Like that. We are just a spark. We're just a spark, Harris. You get it? Just a spark. What does that mean? Mnuru, yani kanuru. Yeah. Kanuru kadogo. Yani kila mmoja wetu ni nuru. Mtu akifa anaondoka katika mwili ni giza. Ndio maana rangi zinakuwa black and white. White inaashiria innocence ya kwake, kwamba hatakuwa tena na kasoro. Alafu uhai unaondoka na uhai wake utakuwepo wakati wote. Dark black, weusi ule, rangi nyeusi ni kwamba hatutamuona tena kwa mwili. Lakini kwa mwili hatuwaoni watu. Dokta, hapo kama umejibu na swali jingine sasa, kwa maana tunakwenda hivyo hivyo. Kwa maana kwenye msiba pia ukiona watu wamevaa rangi nyeupe na nyeusi ina connection hapo. Kila kitu na maana. Hata maua yana maana. Sawa. You see, kwa sababu weupe na mweusi sio rangi. Yes. Rangi nyeupe sio rangi. Wala nyeusi sio rangi. Nyeusi sio rangi, ni intensity ya light. Light ikiwa intensity ya 100%, makali ya nuru, makali ya mwanga yakiwa 100%, ndio unaona tunaongelea mweupe. Yakiwa 0 ndio tunaongelea mweusi. Hii shule leo. Unapata hiyo? Yeah. Rangi ni zile ambazo unapata kwenye rainbow. Red, yellow, upinde wa mvua. Rainbow, yeah. Upinde wa mvua. Ndizo rangi. Na pale weupe hauwezi kuonekana kwa sababu ili uone rainbow inabidi jua liwe nyuma yako, mvua mbele. Kweli. Tuendelee. You getting that? Yes. So weupe ndio inaashiria spark, light. Sisi ni nuru tu. Sasa kwa sababu ni nuru, hata nafsi yako ni rangi, ni nuru inayoendana na rangi. Ndio mfumo wake wa kisaike. Sawa Dokta. Mbona mnakatisha faster? No, tukatishi. Tunakusikiliza. Terminology ile ni ngumu. Mimi sisi tunataka kusikiliza wewe. Msiba zaidi. Naona bwana. Uko kuendelea, tuendelee. Alafu twende. Inakuwa kisayansi zaidi. Inakuwa kisayansi zaidi. Tunakusikiliza. Yaani mtu kafa inakuaje? Naona bwana. Na tumalizie ile kwa nini watu wanalia. Usitupoteze zaidi Dokta. Turudi pa malizia hizo za kwako za kitaalamu, lakini tuambie ulitoa sababu 2 za familia na ukaongea concept ya kifo, alafu tunamalizaje hapo kabla tujahamia kwingine. Turudi kwenye concept. Sawa. Concept hiyo ya kifo, uwezi ukaishi vyema usipoelewa kwamba utakufa. Sawa. True that. Ndio maana nimesema kuna makanisa, kuna misikiti, kuna masinagogi, lakini hakuna mwalimu anayeweza kufundisha sawa na kifo. True. Are you getting my point? Very. So kifo ni jirani na uzima. Kwa hiyo uwezo ukawa unatoka nyumbani kwako na gari kila siku, ama unatoka kwa miguu kila siku, usione kwa jirani. Hata mkiwa muongei, lakini utaona kwake. Kabisa. Watu wote ambao wanaishi kwa utambuzi, sio kwa ujuzi tu. Watu tunajua vingi lakini tunatambua vichache.
Wote wanaoishi kwa utambuzi ni wale ambao wanaelewa kabisa kwamba kuna siku sitakuwepo katika huu mwili, na wakati akiwa hai ataishi kwa heri. Na hao watu ni nadra sana umkute anakosa furaha, kwa sababu anaelewa naishi hapa kwa muda tu. Nikiwa naishi hapa ndio muda wa kufurahi, ndio muda. Hakuna kitu kizuri kama ku-experience life hapa duniani, kwa sababu tulikuwa nuru tu, alafu tukapewa mwili, tunaishi ndani ya mwili. Ila bahati mbaya katika mchakato huo tunasahau. Sasa sekta ya msiba kwanza, mimi lengo langu hapa ni kusisitiza kwamba hakuna sehemu maalum kama msiba. Sasa watu wengi wanasema kuna roho ya mauti. Unaona vitu kama hivyo na vinatupotosha sana. Na concept hizo ziko religious za kidini. Ya kidini, yes. Na ukifuatilia vizuri, maskini wengi ni watu wa dini. Are you getting my point? Yes. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vya kukubali na vitu, kwa mfano ukienda kusafisha ulikozika baba, unakwenda kutembelea marehemu. Yesu mwenyewe, tunatoa mfano wa Yesu. Sawa. Wanawake walikwenda kufanya usafi makaburini. Je, walikufuru? Hajakufuru. So uwe mbali, unakuwa mbali na mwili wa mtu aliyekufa. Sio wewe umemuua. Are you getting that? Yes. Sisi binadamu tumepewa ruhusa kuchinja, sio kuua. Unaelewa tofauti ya kuchinja na kuua? Unachinja ili ule. Nimekuelewa. Yeah. Okay. Lakini anayeua ana lengo la kula. Kwa sababu ukiondoka katika mwili, watu walioondoka kwenye miili yao, impact ya bado ipo, kwa sababu kuna wengine wamevolunteer kuendelea kuwa karibu na wakwao. Mtaki niongee lugha ya namna hiyo, ila muniruhusu niendelee. Sawa. Kila mtu aliyezaliwa ana guardian angel, kuna malaika wa kwake. Bahati mbaya kuna watu hadi tangia azaliwe hadi amekufa hajawahi tumia malaika wake. Sawa. Na malaika hawezi kuinterfere katika maisha ya mtu hadi wewe ushirikiane naye. True. Hiyo tunaijua. Tuko sawa lakini. Tuko sawa, mimi nakusikia kwa makini sana. So, ndio maana mtu hawezi kufa ghafla. Wanaogopa kifo hawaelewi maisha. Good one. Yaani ukitaka kupima kama wewe unaelewa maisha au la, una concept gani na kifo? Kwa sababu kuna watu hata ukiongelea topic ya kifo anaogopa, anaona kama atakufa. Sasa wewe unatoka kwako kila siku, nyumba ya jirani uoni, ina maana wewe akili yako sio timamu. Hata usipoongea na kifo lakini utaiona, kwani ukiwa hai unatizama kifo. Yes. Mtu akifa katika kisayansi, kwanza ubongo wake haufi kwa kuwa na yeye kuwa active. Anaweza kapimwa na vyombo vya kisayansi vya sasa hivi vya hapa vya mwili kwamba atakuwepo bado katika hali ya kuingia ndotoni kwa dakika 7. Mtu amekufa pap. Asia kata roho. Lakini ni topic nani? Okay, twende baba, huko tusiende. Katika Hebrew Kabbalah systematic system ya numerology, ukijua siku lizaliwa, mwezi na mwaka, unaweza ukafanya hesabu utakufa tarehe ngapi. Sio mwaka lakini tarehe unaweza ukapata. Twende. Well, asante doctor, tusaidie. Tuendelee mbele. Unaogopesha. Tunakuwa watu wanaomjua Mungu na kumwamini Mungu ni wale ambao wanaelewa kwamba watakufa. Kweli. Usipoelewa hilo, Mungu utamtambua. Na pili, utaishi maisha yasiyo maanishwa. Yaani utaishi maisha kama mnyama. Yaani utakuwa unaware, utakosa utambuzi. Leo hii ngoja nifungue bracket muhimu sana. Leo tuna fight matatizo. Hata dini leo utakuta tunapambana tusife. Utakufa, utaishi. Matatizo yako yote yanakwisha. Matatizo ni muhimu sana katika maisha. Shida ni muhimu sana katika maisha. So ukiwa unasema shida zako zitakwisha moja kwa moja, ni kosa hilo. Unazoofisha watu wasitumie ubongo wao. Tunazaliwa na uwezo mkubwa mno. Ndio maana hapa Afrika tunaoneana.
Mtu akiwa anajua kidogo, amesoma kwenye vitabu fulani, anakuja kujifanya yeye ndio mtaalamu, anaonea wengine. So sisi tunafuatisha, atu initiate. Na ndipo hapo unaona ukinunua gari inakuwa tangazo. Angalia picha zetu za Kiafrika. Wakiwa wanaonyesha gari inakwenda taratibu. Lakini kwa wazungu gari inakwenda moja kwa moja. Kwa hiyo sisi yani tuko bado kwenye level ya umaskini fulani. Tuseme kwa sababu sote ni wa Afrika, tuko ndani ya nyumba, tuambizane, alafu tuongea Kiswahili, tunasikiza sisi tu. Mtu impact yake ya karibu, kwa sababu ukishaondoka katika mwili una contact na fikra za watu na roho ya watu. Ukiondoka katika mwili bado una impact na roho ya. Kwa hiyo swali la Lilian inakuwaje ambacho ndio tunakuja. Sawa. Impact ya mtu kwa wale wa karibu na yeye, kwa watu wake ni siku 40. Impact. Hapo unasema impact ambao matokeo yake, mguso ule unaoweza kuwa na ukaribu unaodhirika. Mnahisi kabisa yupo. Tunaanza kwanza kwa wale ambao mlikuwepo na yeye. Kwa sababu yeye yuko ndani ya sekta nyingine, relativity. Tuna relate proportionally. Mtu mwenye mwili anaendana na wenye mwili. Mtu mwenye roho anaendana na wenye roho. Sasa asilimia kubwa ya watu ambao wanakaa katika mwili hawajitambui kwamba wao ni roho. Sawa. Wanajisoma kwamba wao ni mwili. Ina maana kuunganika na roho ni ngumu. Na ndio maana kulala vyema ni muhimu sana. Kwa sababu ukiwa unalala kiafya, utaruhusu dimension ile anze kufunguka. Sawa. Kwa sababu utakuwa stress free, utakosa stress, na ukikosa stress ina maana utakuwa na nguvu ya ndani. Na hali hiyo inaashiriwa katika mental condition, fikra yako ikiwa positive. Yupo lakini hana mwili. Lakini anawashangaa kwa sababu hawezi kuamini kwamba yeye amekufa. Basi haiwezekani. Na hapa mfano ambao mfano muhimu sana. Watu wote wanaotusikiliza naomba umakini. Subject hii ni sensitive. Kweli. Hatuiongelei kama dini, tunaongelea kama sayansi. Sawa. Na mturuhusu twende kwa mapana. Watu wote ambao wana akili timamu walishawahi kuota ndoto, amelala anaota ndoto. Sawa. Mnakubali, mnaelewa sasa? Ndio. Umelala, alafu umeota unaota. Ndio. Okay? A lot of time. Nijibu moja kwa moja kwa hilo. Nipo. lakini kwa hiyo maana na mwili wangu ninauona. You also see your body kwenye coffin. Unaiona kabisa? Yeah, kuna tofauti. Nakupa mfano. Unaweza ukaendesha gari lako kwa remote. Gari lako unaweza ukaliwasha kwa sasa hivi magari yanawaka kwa remote. Wewe ndio umewasha lakini haupo. Kuna mtu anayeweza kuwasha gari lake kwa sauti. Sasa hivi wanatengeneza computer ambayo itaitwa The Beast. Ijapokuwa yote yametabiriwa kwenye mabiblia, Qur'ani, hiyo ya 666 nini, mnakumbuka hiyo lakini. Na Japan wameshaanza kutengeneza computer ambayo itakuwa inaendeshwa na fikra. Ukifikiria inafanya. Ushasikia hiyo? Kwa hiyo tusiende, yani tusishangae. Ni sasa na TV pia ikikaa ukifanya hivi mkono tu ina sense mkono. Yani ukiondoka katika mwili wako bado upo, lakini wewe ujitambui kwa mwili wako, unajitambua kama wewe. Watu wakiwa wanashangaa mwili wako, wewe na wewe unawashangaa. Na unashangaa mwili wako pia au unawashangaa watu? Ushangae mwili wako, unawashangaa wao, kwani wewe ndo wewe. Ina maana wewe unaona kama ni delusion. Wao hawaelewi wanachofanya. Sawa na ndoto na ukiwa hai. Ukiwa unaota ndoto unaona kama sio kweli. Ushaota ndoto unakula alafu unaamka unasikia njaa sana. Ndicho kinachotokea. Asante. Ni muda.